na nyumba zikipotea, jamii kwisha kazi, jamii kwisha habari zake. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, hayo ni mawaidha makubwa, mpaka jamii tupate kizazi ambacho kiko ndani ya dini kwenye jamii. Ili tupate kizazi kiko ndani ya dini, ni mpaka sisi tuwe watu salama na wake zetu wawe watu salama, kisha watoto zetu watakuwa watu salama. Tutakuwa tumeacha urithi mkubwa kwenye jamii na tutakuwa tumefaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo watukufu wa Islam, ndo siri ambayo inapatikana kwenye maneno mengi sana ya Allah tabaraka wa taala, akituelekeza uchamungu wetu ni muhimu sana kwenye familia zetu. Lakini kukosa uchamungu ni majanga makubwa sana kwenye familia zetu. Katika mambo ya uchamungu makubwa sana ni tabia njema. Tujitahidi kuwa na tabia njema, na tabia njema ni zile ambazo watu watahisi kuwa karibu nawe. Ukionaga mara nyingi watu wanakaa karibu nawe, abshir, kuwa na habari ya furaha, kwa sababu hiyo ni ishara ya wewe kuwa na tabia njema. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna aqrabakum minni majlisan yawm alqiyama, watu ambao watakaokuwa karibu sana na mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama, yani watakuwa watu wa karibu. Na ukiwa mtu wa karibu, maana yake uko kwenye firdausil a'la. Mtume akasema ni wale watu ambao wanachanganya kwa pamoja, wanaishika, wako pamoja na jamii, inawaudhi wanaivumilia, wanaiudhi wanaomba msamaha. Sio yule mtu jamii kimuuzi ameingia mitini, akiudhi hataki kuomba msamaha, anawatupia wengine makosa ya kwake. Liyakun hadhul mu'min minka thalathu khisal, ili uwe na tabia njema, jitahidi muumini muislamu mwenzako kwako wewe apate moja katika vitu vitatu, vihifadhi na vizingatie. Siku yoyote utampa muumini katika hivi vitu vitatu kimoja, litakuna minal muhsinin, utakuwa katika watu wema na wenye tabia njema. Kitu cha kwanza, innaka illam tanfa'uhu fala tadurruhu, innaka illam tanfa'uhu fala tadurruhu. Kama umeshindwa kumnufaisha muislamu mwenzako, jitahidi usimdhuru. La kwanza hilo muhimu sana. Huyu ndugu sina faida ya kumpa, jitahidi basi usimpi madhara. Pili, illam tusirruhu fala tahummuhu, umeshindwa kumfurahisha, kumpa habari njema, kumchekesha, usimpe habari mbaya kumhuzunisha. Wale watu wanakuwa na tabia kunukuu mabaya. Sikilizeni nasaha ya mtu mmoja katika wana wa hikma, anasema, man akhbaraka bishatmin an akhin fahuwa shatim la man shatamaka. Na mwingine akasema, man naqala ilayka hadithan fa'lam annahu yanqulu ila ghayrika hadithaka. Siku yoyote mtu atakuletea habari mbaya, ujue na za kwako atazipeleka. Akikuletea mtu habari mbaya, bana la, ule mtu ni mbaya wako, basi na za kwako ukitamka tu atazinukuu vile vile, atazipeleka. Illam tusirruhu fala tahummuhu,
Kama hukuweza kumfurahisha nduguye, umemfuata ukampa habari nzuri nzuri, akafurahi akacheka, sio zile habari ambazo kwanza unaweza kumwandaa mtu, bwana, hii habari ni nzito, kifua unacho. Usianze hizo habari za hivyo. Umesikia wanamsema basi kazi yako kimya, kaa kimya. Ukimnukulia ndo nini sasa? Atakupenda? Unaharibu nafsi yako na unaharibu nyumba yako. Kwani ni kwa sababu mnapopeana ubuyu, kuna watoto wanakusikieni, wanakuwa hivyo, jamii inazidi kuharibika. Jambo la tatu, illam tamdahhu fala tadhummuh. Kama umeshindwa huko ulipo, mbali na huyo rafiki yako kumsema vizuri, basi jitahidi usimseme vibaya, usimtukane. Sasa yuko msifu mtu, msifu, mseme vizuri, masha Allah, hata kama ni uongo na yomsema mazuri, mbele ya Allah huna dhambi, hasa akiwa ni mtu anajulikana kwa uzuri. Naam, ni binadamu, anaweza akatereza, lakini mseme vizuri huko ulipoenda. Limekushinda, usimseme vibaya. Ukiwa hivyo unatengeneza nafsi yako, unakuwa na tabia njema, na mwenye tabia njema mara nyingi Allah tabaraka taala humuelekeza kwenye imani. Ni vitu viwili utavikutana sehemu nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anashindikiza kunasiha. Tazameni kwenye dalili nyingi sana utaona Mtume anasema tabia na dini, tabia na imani. Hata kwenye masala ya kuoa, kwani Mtume anasemaje? Idha atakum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Idha atakum man tardau dinahu wa khuluquhu, akija mtu mnafanana dini na tabia, afwan, akija mtu mnaridhia dini yake na tabia yake. Kwa hiyo Muislamu anastahili kuwa na dini na tabia. Inawezekana yuko na dini hana tabia, ndio yule mtu mkorofi, mtovu wa adabu, mwenye kutukanana. Ana dini, anasali, anaswaumu, lakini amekosa hilo. Mwenye kujitenga na jamii, huyu anaweza akaiko na dini lakini tabia hana. Mtume amesema dini na tabia. Na anaweza kana mtu akaiko na tabia njema lakini hana dini, anapenda kusaidia watu, ni mcheshi, anatabasamu na watu, ana roho nzuri, lakini hakuwa na sali, lakini kwenye mihadhara anakwepa. Ana tabia lakini hana dini. Kwa Mtume sasa akatuelekeza hivi vitu viwili. Kwenye hadithi nyingi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam akielekeza watu kwenye jambo fulani, huwa anaelekeza tabia na dini pia. Akamwambia mwanamke mmoja kiswahaba, alichumbiwa, akamwambia nitajie wachumba zako. Akawataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawatoa dosari wote za kitabia. Akasema huyu ana tabia kupiga wanawake, ukishtuka kofi, hana mchezo yeye, kofi kwake ni kitu cha kawaida. Mtoto ndio sisemi, ushazoea kula makofi. Hata wewe Ulaya ndoni au ukope, hata Ulaya yeye anambia ni mimi siokopagi mtu. Mtu akamwambia huyo hapana huyo. Na mwingine akamwambia huyu ni mbakhili, anabana sana pesa, wewe utaona hela yake. Akipiga pancha akakupa hela, anafunga siku 3 kwa kafara ya kujutia, hela yake imeenda bure bure. Kuna watu wabakhili. Allah tusalimishe kwa kweli wallahi. Hiyo sio dini. Kwa bakhili sio dini, ni tabia. Hiyo ni tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule dada, usiolewe na huyo, usiolewe na huyo, muoe Usama. Usama utaridhia hali yake. Akaolewa. Kwa hiyo hapa tunapata faida kwamba uchamungu wa mtu na kuacha maasi kwa mtu kutamsababisha mtu apate baraka kwenye familia. Migogoro ambayo tunapata kwenye familia, kukosa utulivu, ni kutokana maasi. Wallahi, maasi yanasababishaga mtu ukose utulivu wa nafsi. A'udhu billahi minash shaitani rajim.
man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah anasema atakayefanya vitendo vizuri ni muumini, tutampa maisha mazuri. Nimalizie na pointi yangu ya mwisho, niseme ukijitahidi kuwa mcha Mungu, ukiwa mcha Mungu hautakosa kufanya maasi kwa sababu wewe ni binadamu. Lakini maasi ya mcha Mungu na asiyekuwa mcha Mungu yako tofauti. Maasi ya mcha Mungu ni ya kuteleza, yani akujipanga kufanya maasi, yamemtokea akajikuta shafanya. Subhanallah, huyo kwenye Qur'ani Allah anasema walladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yashauna inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin liyukaffira Allahu anhum sayiatihim. Yule ambaye alladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi, atakayekubali ukweli. Allah amesema, mtume amesema, akakubali, huyo ni mcha Mungu. Atakayekubali yenye Allah anasema na mtume wake anasema, huyo ni mcha Mungu. Kisha Allah akasema wacha Mungu watapata pepo, na huko peponi kila watakacho watapata. Huko nadanganyika na burudani eti za Australia, tuko majuu, tuko na maisha mazuri. Unasijua burudani za peponi? Allah kutuambia tunazo, akatuficha tu ili aone nani atakubali, alladhina yu'minuna bilghaibi. Lakini ziamini hizo burudani, ujaziona, ujiandae, uzitafute, utafaulu wallah. Kisha Allah anasema liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu. Unasikia kisa na bembeleza wacha Mungu. Hii aya mara nyingi inakuwa inaniathiri sana. Allah anasema ili awasamehe wacha Mungu mabaya waliofanya. Subhanallah, awasamehe wacha Mungu mabaya waliofanya. Wacha Mungu wanafanya mabaya, ndio Allah anasema liyukaffira Allahu, ili Allah awasamehe mabaya walioyafanya. Kwani kwa sababu hawa wacha Mungu huwa hawafanyi mabaya kwa makusudi, hawapangilii, wametereza. Ni pale pamepita barabarani hukuona kiganda cha ndizi kwa kanyago katereza, ndio makosa yao. Hawafanyagi makosa kwa makusudi. Kwa hiyo tukufu Islam, niseme kwamba kadiri ya sisi tunavyomcha Allah tabaraka taala, ndivyo gisi Allah atavozidi kutuwekea baraka katika maisha yetu. Na Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi ametoa nasaha nzuri kwa kila muumini gisi tunastahili kuishi. Akasema kuna jihadi ya vitani na kuna jihadi ya nafsi. Akanukuu kwa mwalimu wake Ibn Taymiyyah, anasema jihadu nafs in lam yakun a'zam min jihadi alqital fala yakun aqallu. Kupambana na nafsi kama sio jihadi kubwa kuliko jihadi ya vitani, basi sio ndogo. Mtume anasema jihadi ya kupambana na nafsi, kuziwia nafsi yako zidi ya maasi ili familia yako iwe salama na watoto zako wawe salama. Kama hiyo jihadi sio kubwa kuliko jihadi ya kwenda vitani kuuana na mapanga, sio ndogo. Maneno makubwa sana ya kiilmu. Na ndio Ibn Qayyim akasema hii jihadi ya nafsi iko na vipengele vinne. Kipengele cha kwanza, an yujahidaha ala taallumi alhuda wa dini alhaq,
alladhi la falaha laha wala saada fi maashiha wa maadiha illa bih. Kwanza kila mtu, mwanamke kwa mwanaume, kujitahidi kusoma uongofu na dini ya haki, kwa sababu hakuna kufaulu kwa mtu kwenye maisha na kesho akhera mpaka awe anajua dini yake na kusoma. Ni kila mtu lazima asome dini yake. Wama tafataha ilmuhu shaqiyat fi ddarain, anasema wakati wowote mtu elimu ya dini itampita, hukuhudhuria vikao kama hivi, hukujihimiza kuwa na mwalimu anakufundisha dini yako, wallahi utakuwa na maisha mabaya duniani na akhera. Martaba alula. Athania an yujahidaha ala alamali bihi ba'da ilmihi. Ukisha jua dini yako, unafata madarasa, unasoma, pambana na nafsi yako sasa, iweke ile elimu kwenye vitendo. Wa illa famujarradu alilm bila amal illam yadurraha lam yanfa'ha. Anasema kujua tu, umefika ukajua dini inatuambia hivi, dini inatuelekeza hivi, hukuweka kwenye vitendo hilo jambo, kama halikukudhuru halitokunufaisha. Maana yake mara nyingi linakudhuru. Jitazame vizuri, umejua, umeingia kwenye madarasa, lakini hukubadilika, hukuweka kwenye vitendo. Tatu, an yujahidaha ala da'wati ilayhi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Ukishajua, mfikishie mwenzako sasa. Wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alhuda walbayinat wala yanfa'uhu amaluhu, la sivyo utakuwa ni katika watu walificha uongofu na Allah yawatia dosari sana hawa watu kwenye Qur'an. Rabi'an an yujahidaha ala sabri ala mashaqi ad-da'wati ila Allah wa adha al-khalq. Kupambana nafsi yako ili uweze kuiziwia na maasi na usubirie kwenye da'wa ya Allah. Kwa hiyo watukufu wa Islam, tujitahidi, tupiane nasaha katika kuendeleza hii dini ya Allah, na tujitahidi kabisa kabisa tuweze kushikamana na tusameane, na tujaribu kabisa kabisa kutokimbiana na kutengeneza jamii. Tuwe wenye kutengeneza, tusiwe wenye kubomoa. Mata yablughu albunyanu yawman tamamahu idha kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu falau alfa banin khalfahum hadimun kafa fakaifa bibanin khalfuhu alfu hadimi. Anasema mshairi wa Kiarabu, lini jengo la jamii litapanda ikiwa kwamba wewe unajenga na wengine wanabomoa? Kuna watu kazi yao ni kubomoa. Wewe unajenga, watu wanabomoa. Unajenga mahusiano na unajenga mawasiliano ya jamii, kuna watu wako wanabomoa. Mkiwa mko watu 1000 mnajenga, mtu mmoja anabomoa, hilo jengo halitopanda. Tuko watu 1000 tunajenga jengo letu, mtu mmoja usiku anakuja anabomoa, hilo jengo halitoishaga. Vipi sasa kwa leo? Wenye kubomoa ni 1000, mwenye kujenga mmoja, hilo jengo linapanda vipi? Allah ajalie haya tuliyosema kwenye nafsi zetu tuweze kuyahifadhi, na Allah tusuluhishe na atujenge, na ajalie jamii zetu zifaulu, na atupe ucha Mungu, na atupe jamii salama na familia salama. Tuache mlango wa maswali, tumrudishie speech microphone yake. Tamma al-kalamu wa rabbuna mahmudu falahu al-fadlu wa lahu al-judu. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Baada kusikia maneno mazuri, ushauri mzuri wa Sheikh Abdulhamid, mashaallah, naomba nikumbushe kwa wale ambao mmechelewa, mada ilikuwa maasi hupoteza baraka kwenye ujumba, na
huwaga nasema hivi, huwaga nasikitika sana kuona kama umati wetu kila siku tunakuja tunahudhuria mihadhara kama hii tumechelewa. Maana yake ukishachelewa you miss a lot. Kwa wale ambao umefika sasa hivi, sehemu ya kujisaidia kwa wanaume na wanawake iko kwenye upande wangu wa kulia, naingilia mlango wa kwanza, na general assembly kwa emergency inakuwa mbele ya main entrance. Kwa hiyo tumepewa sehemu hii kwa masaa tumepewa masaa 4 kuanzia saa 7 hadi saa 11, lakini ndio hivyo tena, muda wetu wako unatusumbua. Nafikiri shehe wetu hapa anachokifundisha tumeelewa wote, na tutaruhusu maswali machache sana, kwa sababu tutakuwa tumerudisha sehemu hii saa 11:30, na kama mnavyojua inabidi tufanye usafi na vile tuweze kurudisha nyumba ya watu ikiwa kwenye salama salimini. Na sijui shehe ataturuhusu tuulize maswali ambayo yuko ndani ya mada ya leo ama maswali ambayo atakuwa nje ya mada ya leo. Na watu wako kwenye Zoom wanaweza kauliza. Na wale ambao mko kwenye Zoom inshallah waweza mkatuma message ama audio kuuliza. Mnaweza mkauliza direct. Shehe yuko hapa kwa ajili yetu inshallah. Kwa hiyo tuzingatie muda kwanza. Saa 11 itatubidi tuanze kufagia na turudishe hii sehemu, na baada ya kuswali tutaswalia nje kwa sababu hatukujiandaa vizuri, lakini tutaswalia nje inshallah. Baada ya hapo tunarudi tukatawanyika, itakuwa kama saa 11:30 ama saa 12. Kwa hiyo yote ambaye ana swali kuhusu mada ya leo anakaribishwa. Sijui niulize shehe kama ataturuhusu kuuliza maswali ambayo maswali atakuwa nje ya mada ya leo. Anaruhusu inshallah. Yote ambaye ana swali lolote karibu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadi za hapa mfano halali na haramu, ili niweza kuapply kazi niliyopewa. Nilipopata mtihani nikaenda kumaliza kila kitu, baadaye ndio nikakuuliza ni nyama gani niko natumika, nikakuja kukutana na kazi ya nyama ya nguruwe. Mimi nilikuwa niko na matatizo mengi sana, hata zilikuwa zina chochote. Nikakuja kuuliza itatokea pesa ngapi kwa siku, nikaona ni pesa nzuri sana. Roho ikapigana, niko maskini, lakini wakati huyu sione kama naweza kutumika hii kazi. Ilikuwa niko na miezi kama sifanyi kazi. Roho mwenye kanaambia acha, Mwenyezi Mungu yuko, huyu mtihani Mwenyezi Mungu amepea. Nikaacha hiyo kazi. Nilipoiacha nikaenda kuuliza watu wengine, akaniambia ungetumika tu, ili ungefika tu, haungekula kutumika kwa sababu ya kazi. Lakini nilikuwa roho yangu tu nikakataa kutumika kazi. Kuitumika ni halali kwa sababu nilikuwa kujitumia. Salamu alaykum. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam. Nafikiri sisi zote tumeelewa swali la ndugu yetu hapa. Mumeelewa swali ama turudie swali? Wameelewa jana. Sheikh, sijui kama kuna mtu mwingine labda jana anaweza akajibu kwa jumla ama sio, unajibu moja kwa moja ama ndugu yetu amesema kipindi alipo na summarize kwa kifupi, alipofika Australia
alitafuta kazi akawa hapati kazi, lakini akaja kupata kazi, akakuta sehemu ambayo anafanyia kazi haifai, ilikuwa bucha ama sehemu ambao wanauza nyama za nguruwe. Akaja kuuliza, wakamwambia ni mshahara mzuri, eti ukifanya kazi haina matatizo kama hujala hiyo nguruwe. Sasa namuuliza shehe, hiyo iko vipi? Haya, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, hiyo ni changamoto ambayo inapatikana katika hivi vijiji, kutumika kazi za haramu. Lakini nilivyojua mpaka hapa katika kuongea na watu, nimejua kwamba kwa huku, yani kwa Europe ndio nzito sana, pako uhaba wa kazi na ugumu wa kupata kazi, sio kama huku. Ala kulli hali, usitumiki kazi ya haramu ukasema ni dharura, sina pesa, sina namna ya kuishi, talipa nyumba vipi? Usisemi hivyo. Kwanza kuna urahisi hapa Ulaya, vichache vilivyotosha, vichache vinavyokutosha ni bora kuliko vingi vinavyopumbaza. Kwa hiyo usithubutu siku moja kutumika kazi mbovu kwa sababu ya maisha. Maisha yanakuja yanaondoka. Kazi ambayo inakunyima nafasi ya Mola wako, hiyo sio kazi, hiyo ni balaa. Kazi inakukataza kusali sala ya Ijumaa mwanaume kwenye jamaa. Kazi inakunyima wakati wa kuhudhuria madarasa. Kazi inakunyima fursa ya kusoma dini. Hiyo kazi iache, na Allah atakupa bora kuliko hiyo. Na Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah awadahu khairan minhu. Ukiacha kitu kwa sababu ya Allah, atakupa bora kuliko chenyewe. Kwa hiyo usithubutu hata siku moja kumhudumia mtu nguruwe au pombe, maana ni jambo la haramu. Wallahu a'lam. Naam, nafikiri ndugu yangu umepata jibu la swali lako. Ngoja turuhusu watu wengine waulize, kwa sababu tuna dakika kama 20. Kwa upande wa wanawake, kuna mtu yeyote ambaye ana swali inshallah? Haya. Waalaikum salaam. Tukizungumza kuhusu riba hapa tunatoishi, riba inakuwa mpaka moja ya nyumba tu au kuna riba nyingine tofauti ya nyumba? Kwa sababu sasa nikisikia riba nasikia nyumba, mpaka nijue kwamba hakuna riba nyingine mpaka nyumba tu. Inshallah. Ngoja nikachukue maiki acha. Aisha. Hiyo iache huko mama, hiyo iache huko. Kabla sijampa shekhe nafasi, nadhani jana shekhe alikuwa amezungumzia kuhusu mada ya riba na alitembelea nyanja nyingi sana, lakini kwamba tulikuwa tunasema debate, ina maana kwamba tutaandaa siku haswa, ni kutokana na malalamiko ambayo kwamba watu wengi wameyafikisha kwa shekhe. Kuna baadhi ya watu ambao walihangaika sana kutafuta nyumba, na kuna baadhi ya watu mpaka sasa hawajapata,
ina maana nyumba inakuwa ni tabu sana. Sasa katika debate ambayo tuliwahi kufanya siku zilizopita, nilitoa mifano, tukasema kwamba tulimuita ndugu yetu ambaye alikuwa ni baba Husna, tukasema alikuwa na nyumba mbili, moja Palala, nyingine Red Bank. Tukamuita na kaka yetu fulani kwa Adelaide anaitwa Hamid, na safari tutawaandaa wawepo na kaka yetu pia Idi Ismail ambaye yeye anafanya kazi katika kushughulikia wale watu wanaofukuzwa kuwatafutia kupata nyumba. Sasa tutalijadili kwa mapana na marefu ili kuangalia kwamba wale watu ambao wako katika hali hizo wanaruhusiwa kuchukua nyumba, au watu wote wanaruhusiwa kuchukua japo nyumba moja ya kuishi tu, ni dharura kwa kila mtu, au waliochukua nyumba wamekosea. Sasa ndio maana kabla sijampasia shekhe, nilitaka kidogo nifanye summarize. Usifikirie ya kwamba lililokuwa linazungumziwa kwamba ni riba tu ya nyumba. Hapana, kuna malalamiko mengi, na katika yaliyoletwa juzi kuna moja ambayo ilimshangaza shekhe, nadhani nilizungumzia mwanzoni tukianza hapa, ni kwamba kuna watu ambao akishapata 30 yake 40,000 40,000 akiipata au 50,000 anachukua ile pesa anakwenda ananunua nyumba ile, wanampa mortgage, anaacha ile deposit, alafu anakwenda kuomba labda kwako, kwangu, kwa yeyote garage yao ana share. Sawa, wewe huku umeshakuwa na kutoa hukumu ya kusema kwamba hii nyumba tayari ni haramu, siwezi nikafanya, nitarenti miaka yote. Lakini yule mtu kule pembeni anakwenda kujibana, anaishi kwa tabu, chumba kimoja anakuwa analipia labda 150 kwa wiki, wewe unakuwa unalipia 600. Ile value market ikibadilika, ile thamani ya soko, waangalia hapa tuongeze tena 200, basi atakuwa analipia 750 au 800. Huyo ambaye yuko tutamwongezea 20, ameshaishi miaka mingi, wanakuja wanakutoa na mwingine, wanamleta mtu mwingine ambaye anaendelea kulipia pesa nyingi. Yule mtu amekaa na subiria kule garage yao, anapanga zake chumba kimoja huko Facebook. Baada ya miaka 20, miaka 15, anakuja yule mtu anakwambia sasa nipishe, nataka niingie kwenye nyumba yangu. Ina maana ikaonekanika kwamba huyu mtu ambaye alichukua chumba kimoja alikuwa sasa analipua na sisi ambao kwamba tuna orenti. Ndio hoja ambayo iliyokuwepo hapa, na ndio maana shekhe akasema kwamba tutakusanya masaili yote kwa pamoja, tuwalete na wale watu ambao wana ujuzi wa mambo haya, ili fatwa iweze kutolewa ya pamoja. Usifikirie tu kwamba tulisema mortgage. Kuna bomu ambalo lipo hapo, litalipuliwa muda sio mrefu. Ndio lengo hilo. Umenielewa vizuri mwanzo kabla sijampa shekhe? No. Riba sio mortgage tu na nyumba ya mtu ambayo anataka chukua. Riba iko na maneno yake kwenye dini. Mkibadilishana pesa kwa pesa, mkapeana pesa kwa pesa, mkazidishiana, hiyo ni riba katika sheria, na iko na hatia kali mbele ya Allah. Ya ayuha alladhina amanu la taakulu riba adhafan mudhaafa, enyi mlioamini msili riba kwa kuzidishiana. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, acheni hivyo mtafaulu. Wattaqun nara allati uiddat lilkafirin, ogopeni moto uliandaliwa kwa wapingaji. Yani ukimpinga Allah ukala riba, moto. Wa atiu Allaha war rasula in kuntum, wa atiu Allaha war rasula, na mtiini Allah na mtume wake. Yani mtii Allah alipokataza kula riba na mtume wake alipofikisha hilo kutoka kwa Mola. Kwa hiyo
Ukimkopesha mtu pesa akakupa zaidi ni riba, zile pesa. Assurance ya gari ni riba. Kuweka pesa kwenye benki wakakupa mathalan cha ziada account blockade ni riba. Kwenda kuchukua nyumba utawalipa baada ya miaka kadhaa, benki ikawapa ukailipa zaidi ni riba. Benki iliwapa labda 500,000 kisha wewe ukailipa benki 700,000, riba. Hizo tu ni riba. Kwa hiyo riba sio mpaka iwe ni ya mortgage. Hata unaweza kuenda kununua gari mpya ukala riba, kwa sababu benki ikawapa wale kampuni zile pesa, asha ukailipa benki zaidi ya jinsi ilivyotoa, ni riba. Ndio wakati wetu huyu ni wakati wa mtu kusalimika na riba, ni jambo lizito, lakini watu wajikurubishe kwa Allah tabaraka taala, wajitahidi katika hilo, wajikosoe. Na bila shaka katika hizi nchi ukiwa mwema, wewe na mke wako utajilinda, na ndio mada yetu hii tumezungumza. Utautana uchamungu wako ndio uchamungu wa mke wako, lakini pia wanawake wajitahidi kwa wenye kauli nzuri kwa waume zao, ili onekane kama kwa mcha Mungu. Kuna watu wanakatiana vifumbo, yaani mke anamkatia kifumbo mume wake mpaka mume anajifikiria ameniambia mimi hivyo. Kama yule mwanamke ambaye mume wake alimwambia hivi, mama fulani, hauone kama mtoto wangu amechukua akili zangu? Akamwambia yeye ndio amechukua akili zako, mimi si ningali na safu wangu. Hatari sana mafumbo. Kwa hiyo tujitahidi sana insha Allah, tujue masala ya kuhusu maasi tuyaache. Na kwa kweli kama jinsi alivyotanguliza al-Ustadh al-Habib Shaaban, kuna jambo nimelisikia ndo mara kwanza likanishangaza. Unaona kaa unamlipia mtu riba na wewe hutaki riba, unakaa unamlipia riba na wewe hutaki riba. Yaani hiyo nyumba ulipanga, hizo hela unalipanga kwa hiyo mtu, yeye analipa kule kwenye benki ile nyumba iwe ya kwake, kisha majanga ya nyumba yanakukuta wewe, anakufukuza. Siku atakufukuza, tafuta nyumba nyingine, uenda kwa rafiki yako anakupa hifadhi, au ndugu yako anakupa hifadhi. Kwa hiyo masala ambayo yanatisha, sheria inabidi iatizame inshallah. Wallahu a'lam. Katika community yetu na magrupu kama vile mangapi ambao wanasimamia, na katika hizo grupu na kina mama wanazungusha hela zao. Sasa inafikia kwamba hizo hela, ikiwa kuna mtu yoyote kati yao anapata shida, anahitaji pesa, wanatoa kama vile kila kwenye elfu, wanachukua labda 1,000 ya dola. Miezi mitatu ndio wanapata mrejesho au 1,000 na 1,300. Hiyo ni kama vile kwa kazi kwa hizo pesa. Hapo nitaka nijue kwamba anayechukua hizo pesa akizipelekesha kidogo na yeye vilevile riba.
Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, umemsikia? Nirudilie. Anauliza kuna wakina mama wana group zao ambao waga wanachanga hela inakuwa kama elimini na ndio kwa Kirundi. Alafu yule ambaye anapokea anarudisha zile hela kwenye 1000 anazidisha $300. Ni kwa mwezi mama? Miezi mitatu. Yaani hela ziko hapo. Ndio kama tunaweka sehemu kuna shida kama ni shida ya grupe, lakini kuna mtu shida yake ya binafsi. Anaona kwa sababu hizo hela za benki sio kila mtu anataka kusoma. Hela za benki anakuja na kuomba tupatie, lakini akirudisha kwenye elfu atarudisha tena 100. Nafikiri umeeleweka mama. Ni group ambao wana hela zao kwenye account or somewhere, halafu wao wanazikopesha watu kwa miezi mitatu 1000, unatoa faida ya 300. Anauliza mama, je, hiyo ni riba? Ndio riba hiyo. Hiyo ndio riba. Hiyo ndio riba ya ukweli kabisa. Hiyo ndio riba iliyopikwa ikawiva. Kwa sababu imezidisha. Lakini mtu anaweza kusema bwana, dini ya Uislamu ni ngumu. Sio ngumu. Ni sisi tu hatuelewi. Hata mimi niwahi kuongea na Ustadh Shaaban kile kipindi ambacho tulifanya ule mkutano. Sema Australia poko benki za Kiislamu. Lakini hizo benki za Kiislamu ni mbaya kuliko benki hata za makafiri. Poko njia nzuri za kutokula riba, zinafanana faida yake vile vile kama riba. Ni sisi hatujui tu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah amehalalisha biashara akaharamisha riba. Dhalika biannahum qalu innama al-bay'u mithlu riba. Ni kwa sababu wamesema kwamba biashara ni kama riba. Ni kweli biashara ni kama riba katika kufaidika, lakini katika muamala sio riba. Nyinyi katika hilo kundi lenu nimeelewa malengo yenu. Malengo yenu mnataka faida kwenye kundi lenu, pesa ziendelee zinazaana. Inawezekana mkafanya hicho kitu kama biashara, mkaendelea mnapeana hizo pesa, lakini msipeani pesa vile vile kama benki. Wewe ulipata nyumba ya $500,000, benki inainunua ile nyumba inakuuzishia wewe. Benki inakupa nyumba, unaipa pesa. Baada ya miaka mtakayokubaliana unaipa benki $700,000. Hiyo ni biashara. Pesa ni ile ile, lakini tumebadilisha tu system ya kupeana zile pesa. Na nyinyi katika kundi lenu hivyo hivyo. Mtu anakuja anataka jambo fulani, nataka mnikopeshe pesa kadhaa. Unataka nini? Nataka ninunue gari mfano. Nyinyi mnaambia hii gari tunainunua sisi, tunaikununulia, tunaikuuzishia, kisha wewe utatulipa zile sisi mnataka, muongeze zile nyongeza. Nadhani ifahamika. Basi utakuwa umefahamu nyota. Umefahamu? Mfano huyu mtu anakuja mkopeshi, anataka kununua nini? Simu mfano. Simu ni ngapi? Iko wapi? Sifa zake ni hizi. Sawa. Sisi tutanunua, tutakuja kuinunua kwetu. Mnainunua nyinyi, mnaimpa. Utatupa zaidi. Mnaomba zile zaidi. Sasa nitaka zile pesa za simu labda $200. $200. Na nyinyi katika mfuko wenu mnataka mpate $250. Nafika mnanunua ile simu, mnairangua, mnaimuzishia yeye. Siku atakuja kurudisha hela, anarudisha $250. Maadamu ameshakubali kwenye mkataba wenu kwamba mnamkopesha atarudisha ziada, kwa nini akatae mwende kumnunulia kile kitu anachokitaka arudishe ziada? Kusha kazi. Wallahu a'lam. Naam. Amjaelewa. Acha hilo swali alieleweka.
Sawa. Katangazo tutakuwa nako maliza kwanza. Yani mfano hapa Australia kama wanatumika sana zaidi kote, tunaangalia namna gani tunabadilisha huku na huku. Kama tunauliza maswali tunataka kujua kwamba mbio ambayo tuko nayo isiyokuwa mbio ya haramu. Ndio maana niliuliza haramu inakuwa ni moja ndio pekee, kwa sababu na mengine madogo hapa chini tunapitia na hatujui. Hili swala naomba utusaidie sana, kwa sababu hiyo hali ipo na kusema labda kama mimi nasema tu upande wa kundi ambao nasimamia karibia watu karibia 50, karibia watu 50, na watu 50 kwenye akaunti kila 2 weeks kuna akaunti ambayo inaingia 32 kwa wiki mbili. Kuna akaunti ambayo inaingiza $5,000 kwa wiki mbili, lakini hizo ni hela za watu. Kuna mtu anaweza pia asema anasema hapana, mimi nashikwa na shida na mmoja hapa, labda sio siku yake, ni siku ya mtu mwingine, lakini naona sina pengine pa kwenda, ila ya benki aweze enda leo na ndio utapata hela na process kupata hela benki. Lakini naomba mimi, kwa sababu nitapokea baada ya wiki mbili, tafadhali naomba msaidie nipokee leo. Kwa hiyo nikija kupokea hiyo tu nyingine, yule mtu atapokea. Nitakachokifanya kwanza, nitamuhusisha kwanza yule mlengo ambaye atapokea leo, kama anakubali kuchange kuswap yale majina. Watu wako mbalimbali. Kuna mwingine anakuambia ndio mimi niko tayari, lakini kama nitapokea nitamswap. Manake pale vile ataniongezea kwa $100 au 50. Unaona? Kwa sababu mimi nasimamia napeleka ule ujumbe. Na kweli ikifika ile wakati nitamkata ile $100 ambayo alikubali. Na kuna mwingine labda ameingia akafika katikati akashindwa. Kama ameshindwa na yeye vile tunamkata vile. Hiyo katakata hiyo. Na siamini kama ni peke yangu, labda wengine wanakundi lao, labda wengine wanakundi lao, kama watafuta waelewe sana hapo. Hiyo pointi inasema aje ili tujue kwamba. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Samahani Sheikh, kuna tangazo, watu wenye Zoom mnaweza mkaandika maswali yenu, na kingine nikumbushe waumini tuko down about kuhusu renti ya msikiti wetu ama msala. Tunayo $640, inatakiwa tuwe na $1,984 kwa mwezi kulipia mwezi huu. Kwa vile wale wakarimu ambao mko hapa mnaweza mkajitolea na kuchangia ili tuweze kutimiza renti ya mwezi huu inshallah. Na kwa siku ya leo nafikiri maswali yaweza kawa mengi, ila muda ndio hivyo tena. Kama nilivyowaambia tangu last Sunday, mimi nasikitika sana kuhusu kundi letu, kwa sababu muda mwafaka wa kuuliza maswali na kupata majibu ndio watu wanaanza kujitokeza na kuingia ndani ya ukumbi. Sasa hii inakuwa changamoto fulani, na hapa sio kwetu, tumepewa masaa machache. Na kuna chakula nje, nafikiri kila mtu atapewa take away. Haturuhusiwi kulia hapa ndani ya ukumbi huu. Na mimi ningeomba Sheikh, kwa sababu mama Sheikh bado tunaye hapa hadi Friday, unaweza kumuona Merve ukafanya booking ili Sheikh akupe maelekezo mazuri kuhusu hayo maswali ya riba.
na mimi mwenyewe binafsi nilikuwa na maswali yangu, lakini naona muda ndio hivyo tena unatupa mkono. Tunaomba swali moja tu kutoka kwa upande wa wanaume. Hakuna, tuweze kutawanyika inshallah. Naam. Nirudilie swali lako tena niseme mara nyingi kuchanga pesa hivyo kisi mnavyochanga, mnakuwa mna malengo ya zile hela kuzizae, kwa sababu mnapochanga hela kila mwisho wa mwezi $5,000 kwa mwezi kama kisi nilivyosema, au zaidi ya hapo, nataka zile pesa ziwe kama biashara zizae. Vile vile kama hizi benki inavyofanya, mpaka benki ikulipie hela kiwango kidogo, wewe uilipe kiwango kikubwa, ni kwa sababu wanataka faida yao. Sasa hii faida unaweza kuifanya kibiashara. Mfano, muulizeni huyo mtu ambaye anakuja mkope pesa katika kundi lenu, muulize hizo hela ni amande unataka kulipa au ni kitu unataka kununua. Ikiwa ni kitu anataka kununua, kinunueni nyinyi, kisha awapeni zile hela nyingi mnazozitaka. Ni vile vile kabisa, anataka kitu, ana shida ya pesa $1,000 anunue kitu, lakini nyinyi mnataka warudishe 1,500. Unataka kununua kitu au ni amande fulani unahitaji kutoa? Kama ni amande, ni makosa yeye mkopesha wape ziada, mpeni zile, atakurudisheni zile, kwa sababu kumkopesha mtu pesa ni ibada. Kumkopa mtu pesa ni ibada, kama vile kutoa sadaka. Kwani nyinyi mkikusanya sadaka mnakuwa mnataraji mpate faida? Hamtaraji mpate faida. Mnakusanya sadaka, mathalan mnatuma Afrika, mnakuwa mnaambia wale watu wanatuma ile sadaka, mjitahidi mtutumie faida. Hamkugi mnafanya hivyo, kwani kwa sababu mnajua ni ibada, mnapata thawabu kwa Allah, na ile sadaka Allah anaikuza. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anaichukia riba, lakini huwa anazidisha sadaka. Kwa hiyo kumkopesha mtu pesa ni ibada, bali kumkopesha mtu pesa ina thawabu nyingi kuliko kumpa sadaka mtu. Kwa nini? Kwa sababu sadaka unaweza kumpa mtu haihitaji hicho kipindi, ulijimpia tu, huenda hahitaji, ameshapewa na mwingine. Mkakusanya pesa, mkanunua mbuzi, nyama, mkampa mtu kule Afrika, kumbe ameshapata nyama zingine, hahitaji. Lakini mpaka mtu mguu mosi mguu pili aje kwako akunje kuni zake, yani maana iko na shida, ndio tunazita kuni, nisaidie, nikopeshe, nitarudisha, maana iko na shida. Na kumuondolea mtu shida yake inatangulizwa kwenye sheria. Na ndio maana kwenye masala ya riba Allah tabaraka taala akazungumzia kukopesha, akasema wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Ikiwa mtamkopesha mtu pesa akapata ugumu, mrahisishieni kwa kumpa muda au kwa kumpunguzia kiwango, au hata kwa kumsamehe, antasaddaqu, msameheni. Kwa kifupi, mtu yoyote atakayekuja kuomba pesa, mtu yoyote atakayekuja mkopeshe pesa, mtizameni huyo mtu ni mmoja katika fungo mbili. Fungo la kwanza, ikiwa ni pesa ambazo sio za kununua kitu, mpeni, mnuie sadaka, mpate thawabu za sadaka ni nyingi kuliko yani mkopesheni, mnapata thawabu nyingi kuliko thawabu za sadaka. Na ikiwa anataka kununua kitu, nyinyi ndio mkinunue kile kitu, tuambie hicho kitu kwenye duka gani, kiko sehemu gani, ni kitu kipi, mwambieni utakuja kukichukua hapa kwetu.
Mnaenda nyinyi, mnaenda mnakinunua kile kitu, anakichukua kwenu, utarudisha. Mathalan mtaka mkope 1000 na kile kitu kinanunua 1000, mkopesheni kile kitu, kisha mwambieni atarudisha 1500 vile vile, kama ile kaya masala ya riba. Hii inakuwa ni haram, hii inakuwa ni halali, na mnafahamu mnafaidika vizuri kwenye kundi lenu na hela zinaenda zinazalishana. Nadhani imeeleweka hiyo, wallahu aalam. Naam, nafikiri mama umeelewa, na kama bado na maswali tunaye shehe wetu hapa, na inshallah na kesho atakuwepo tena, unaweza ukarudia swali tena, anakupa maelekezo vizuri. Na kwa niaba ya kamati tunaomba radhi kwa yale ambayo labda tumeongea hayafai mbele yenu, na vile vile sisi ni binadamu, waga tuna mapungufu, na tutaomba shehe atufungie kikao, ila niwakumbushe, nafikiri tutakuwa free zone outside, itakuwa free kwa sababu hii sehemu kuna watu ambao wanataka kuingia saa 12 na wenyewe wamekodi kuitumia hii sehemu. Kwa hiyo tutaomba shehe atufungie mawaidha yetu haya, na vile vile tutakuwa free tuwe nje ya mlango, lakini wale ambao wanataka kutumia sehemu ya vioo na kadhalika wanaweza wakapitia around the building. Kwa hiyo shehe, karibu tufungie kikao karibu tufungie mawaidha inshallah, na tuonane kesho tena. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana qsim lana min khashyatika, Allah tunakuomba utupe ucha Mungu. Amin. Matahulu bihi bainana wa baina maasiyatika, ucha Mungu utakaotuweka mbali na maasi yako. Amin. Wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannataka, Allah turuzuku ta'a na ibada zitakazotufikisha kwenye pepo yako. Amin. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masaiba ad-dunya, tupe vifua vipana na yaqini itakayotuonesha matatizo ya duniani madogo sana. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma baqaitana, turuzuku Allah afya, utuachie nguvu zetu mpaka tutakapokufa. Amin. Allahumma ja'alhu alwaritha minna, Allah turuzuku warithi katika migongo yetu atakayotumikia dini yako. Waj'al tharana ala man dhalamana, mlipize kisasi atakayetuzulumu. Wansurna ala man adana, tunusuru zidi ya adui. Wala taj'al musibatana fi dinina, usijali musiba kwenye dini yetu. Wala taj'al dunya akbar hammina, usijali dunia ndio kama mafikio yetu makubwa. Wala mablagha ilmina, tusiweki mazingatio yote na kufikiria tu dunia. Wala taj'al an-nara masirana, usijali mafikio yetu kwa ni moto. Waj'al al-jannata darana wa qararana, jalia tutakapokufa pepo ndo mafikio yetu na mapumziko yetu. Wala tusallitu alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna, Allah tuna madhambi mengi, usimweke akawa juu yetu asiyetuhurumia, asiyekuogopa. Allahumma inna nas'aluka aisha suada, Allah tunakuomba maisha ya watu wazuri wenye furaha. Wa nuzula shuhada, Allah tukifa tupe vifo vya mashahidi. Wa murafaqata al-anbiya, Allah tutakapokufa tusaidie tuishi huko katika maisha marefu na manabii. Allahumma taqabbal dua, Allah tukubali dua yetu. Allahumma taqabbal dua, Allah tukubali dua yetu. Allahumma taqabbal tawbatana, Allah kubali tauba yetu. Wa mahis dhunubana wa sayiatina, Allah futa dhambi zetu zote na makosa yetu na mabaya yetu. Waslul sakhaima sudurina, tunyofoe utuondolee katika vifua vyetu chuki baina yetu. Amin. Wasaddid alsinatana, Allah wafikisha ndimi zetu zizungumze yaliyokuwa sawa sawa. Wathabbit hujjatana, Allah tutakapotoa hoja hiyo ni ya haki isikike. Allahumma hdina li ahsani al-akhlaq, Allah tuelekeza kwenye tabia njema. La yahdi li ahsaniha illa anta, hawezi akaelekeza kwenye tabia njema isipokuwa wewe. Wasrif anna sayi'aha la yusrif anni sayi'aha illa anta, Allah tuweke mbali na tabia mbovu, hana uwezo wa kuweka mbali na tabia mbovu isipokuwa wewe. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaqi wash-shirki wal-kufri wal-bid'a, Allah taharisha roho zetu zidi ya ukafiri na ushirikina na bid'a. Allahumma tahhir alsinatana min al-kadhibi wal-ghiba wan-namima, Allah taharisha ndimi zetu zidi ya utesi na kuchonganisha na usutwa na uongo. Allahumma tahhir a'yunana min al-khiyana, Allah taharisha macho yetu zidi ya khiana. Watahhir furujana min az-zina, Allah tutaharishe tupu zetu zidi ya zina. Watahhir a'malana min ar-riya, Allah taharisha safisha vitendo vyetu zidi ya kujionyesha.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, Allah tunakuomba utupe imani iliyokuwa kamili isiyokuwa na chenga. Allahumma inna na'udhu bika minan nifaqi waz-zayghi wal fitan, Allah tunakuomba tukinge na unafiki na upotovu na fitan. Amen. Allahumma inna nas'aluka hubbak, Allah tunakuomba mapenzi yako, wa hubba man yuhibbuk, na kila anayekupenda Allah atupende, wa hubbal amali alladhi yuhibbuk, wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik, Allah tupe mapenzi ya vitendo ambavyo vitatukurubisha kwenye mapenzi yako. Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal, Allah tunakuomba pepo na kila vitendo vitakavyotukurubisha kwenye pepo. Wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal, Allah tunakuomba tukinge na moto na vitendo vyote vya kumuingiza mtu motoni. Allahumma inna nas'aluka alkhairati kulliha, Allah tunakuomba tupe khairi zote, wa na'udhu bika min ash-shururi kulliha, tunakuomba tukinge na shari zote. Allahumma inna nas'aluka 'aishan qarra wa rizqan darra wa 'amalan darra, Allah tunakuomba riziki yenye mzunguko na maisha yenye utulivu yasiyokuwa na stress, na utupe amali njema. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.